mwenye kuabudu Mwenyezi Mungu illa fi shahri Ramadhan, isipokuwa katika mwezi wa Ramadhan, kama vile ilivyo leo hii. Zunguka misikiti yote, lao sisi watu wa Islam tungelishikamana na dini tukaswali, wallahi hizi misikiti zingekuwa hazitutoshi. Hizi misikiti manake kuna misikiti mengine watu wanaswali kwa shift, first shift wamalize, nafasi ipatikane second shift ingie. Mkusanyiko huo uko wapi? Wakati mwingine ndani ya miezi 11 sio kwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, mkusanyiko au msukumano kama huu uko wapi? Haupo. Ndani ya miezi 11 Islamu husalia kuwa ni jina, ni Muislamu. Qur'an huwekwa kwenye kabati kule, hakuna aliye na shughuli na Qur'an. Qur'an hufufuliwa ikisemekana mwezi umeandama ama kesho ni Ramadhan. Ndio wengine pia na wanauliza mpaka na wake ya umma fulani, Qur'an kaidefuen, hata ana habari aliweka toka alipoiweka Ramadhani iliyokwisha, ana habari nayo mpaka Ramadhani nyingine imeingia. Sasa Rasul anasema idha fa'alu dhalika ibtalahum Allah, watakapotekeleza haya yote, tutakapotekeleza haya yote aliyoyasema al-Habibul Mustafa, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuletea mtihani. Ibtalahum Allah bisainun, Mwenyezi Mungu atawaletea mtihani bisainun. Masahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, wa masainun, hii sainun ni kitu gani? Akasema jawrul hukam, wataona watakuwa ni wajeuri wenye kiburi. Hii ni mtihani kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawrul hukam wa ghala'ul mu'an, na vitu vitakuwa ni vya bei ya juu. Leo tunashuhudia, tushuhudie vitu vitapanda bei, vitakuwa vya juu. Wa kathratul awbi'a, na maradhi vile vile itakithiri. Leo hii maradhi imekithiri, haijakithiri. Kila leo kunafanywa nini hapa? Fundraising. Mtu hospitalini anahitaji ama sio hivyo? Maradhi yatakithiri, kathratul awbi'a, maradhi yatakithiri. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atazuia mvua katika wakati wake. Yahbisullahu al-matara fi awanihi, Mwenyezi Mungu atazuia mvua fi awanihi, katika wakati wa mvua. Leo hii kuna anayejua mvua itanyesha lini? Ama tunapatikana tu hafla matara ya chaja kana. Zamani tukileleka hapa tulikuwa tunajua miezi ya mvua. Leo hii hatuna habari, hatujui mpaka meteorological, anabi tunaita meteorological, sio inaitwa nini, meteorological. Vile vile siku hizi wanabahatisha hata hawana hakika. Sawa. Mwenyezi Mungu atazuia nini? Anazuia mvua itanyesha kwa wakati usiokuwa wake, kisha huja akateremsha mvua fi ghairi awanihi, kwa wakati usiokuwa ya mvua. Hii yote ni kwa sababu ya watu kugeuzia dini mgongo, tukageuzia Qur'an mgongo, tukawa katika yaliyo yetu mpaka inapoingia mwezi wa Ramadhani. Hapa sasa ndio heka, kila mtu anajikumbuka sawa, mpaka wengine hata wakiitwa na jina ya Kiislamu, manake majina al-alqab, majina ya kutundikiwa yasiyokuwa yale yako ya kikweli. Tumezoea mpaka inafika wakati hata ukiitwa kwa jina lako hujui. Sawa. Unatizama Muhammad, unamtafuta ni nani, hali ni wewe unaitwa. Umezoea sijui kuitwa Edi. Ya salam, ya jamaatul khair, turejee katika dini yetu. Hii dini imekamilika, imebeba kila kitu. Kutapata pa kwetu ni kwa sababu tumeigeuzia hii Islam dini mgongo. Sasa anasema Mwenyezi Mungu, innal mujrimin, hakika waovu watakuwa fi adhabi jahannam, watakuwa katika adhabu ya jahannam.
jahannam khalidun, watadumu milele, kwa sababu hapata kuwa na kifo tena. Chapta ya kifo imeisha, kama vile dunia itakavyoisha wakati wake, dunia itachukuliwa itupwe fi nari jahannam, kama vile itakavyochukuliwa ashamsu wal qamar ikakusanywa ikatupwa fi nari jahannam, vivyo hivyo kifo naye wakati wake utafika, kifo itakuwa hapana. La yufattaru anhu wa hum fihi mublisun, la yufattaru anhum, hawatasahilishiwa, la yufattaru, la yukhaffafu anhum, haitopunguzwa kwa wao ukali wa moto ule, wa hum fihi mublisun, na watakuwa ndani ya moto hiyo sakituna aisuna min alfaraj, watakuwa wamenyamaza ndani ya moto huu, aisun, wamekata tamaa kutokamana na nini? Kutokamana na kheri yoyote, kutokamana na nini? Kutokamana na faraja yoyote. Kwani hakutakuwepo na mpenyo, mja akaweza kupenya katika nini? Katika kukwepa adhabu ya moto. Hapana, watasalia kimya ndani ya moto, aisun, wamekata tamaa kutokamana na kheri yoyote. Kwani utakuwa na habari kuwa kheri, wakati wa mja kujitafutia kheri imekwisha. Katika moto kule hapana kheri wala hapana faraja, ni adhabu itakayoendelea. La yukhaffaf, haipunguzwi katika adhabu hiyo, bali adhabu juu ya adhabu.